Ninaomba ufungue kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. Kwa wale ambao wanaandika na wanaotufuatilia, somo letu na kichwa kinachosema tamani kuisikia sauti ya Mungu. Tamani kuisikia sauti ya Mungu. Tunapoanza somo hili Jumapili iliyopita, tulikuwa na somo lenye kichwa kinachosema anza upya tena pasipo kuogopa. Lakini leo ningetamani tuzungumze umuhimu, thamani ya kusikia sauti ya Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9, Biblia inasema Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia uko wapi? Akasema nimesikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Elewa kitu kimoja, tangu uumbaji au asili ya mwanadamu na Mungu, tangu mwanzo Mungu alitufanya tuisikie sauti yake. Na wakati Mungu alitufanya tuisikie sauti yake, Mungu alikuwa anatembea kwenye bustani na kuita kwa sauti. Kwa lugha nyingine tunasema tangu mwanzo mwanadamu alikuwa na asili ya kusikia sauti yake. Kwa lugha nyingine tunasema tangu mwanzo mwanadamu alikuwa na ushirika na Mungu, kusema na Mungu aseme na yeye. Lakini kuna kitu kilichoingia, mwanadamu akaacha kusikia sauti ya Mungu. Wakati Mungu anamwita Adamu, hamuiti kama mchungaji ama kama mtu yoyote mwenye nafasi kwamba ni mhubiri, lakini Mungu anamuita Adamu kwa sababu ni mtoto wake. Ninachotaka nikuoneshe kabla hatujaenda mbali, kusikia sauti ya Mungu si kwa sababu wewe una nafasi fulani. Ni mapenzi, ni makusudi, ni mpango wa Mungu kila aliyeokoka awe na masikio ya rohoni. Kila aliyemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yake, ni makusudi ya Mungu asikie sauti ya Mungu. Ndio sababu Paulo anaandika kwa lugha kidogo, anasema macho yenu ya rohoni na yatiwe na masikio yenu na yazibuliwe. Sasa kilichofanya mwanadamu akapoteza sauti ya Mungu ni kitu kinachoitwa uovu. Hapo ndiko sauti ya Mungu ilikopotelea. Hapo ndipo pale Mungu aliposema na mwanadamu, Adamu, uko wapi? Adamu anatoa maelezo kwamba kusikia sauti yako nimesikia, lakini kuna kitu kimenifanya nishindwe kustahimili sauti yako. Kuna kitu kimenifanya nishindwe kukusikiliza Mungu. Akasema niliposikia sauti yako nikajificha.
Kwa nini Adam anajificha baada ya kusikia sauti ya Mungu? Kuna kitu kisichomruhusu kuzungumza na Mungu, dhambi aliyoifanya ya kutokumtii Mungu. Kwa hiyo pamoja tunajifunza kutamani kusikia sauti ya Mungu, lakini kuna uwezekano ukaipoteza sauti ya Mungu kwa kutokutii. Mungu akawa anasema na wewe, lakini kuna mahali Mungu anafika hasemi na wewe. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinaweza kuwa sababu. Angalia kitabu cha Yohana sura ya 10:27. Nataka tuweze kuingia kwenye pointi zetu. Kitabu cha Yohana sura ya 10:27. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua na nawajua. Naomba rudie hicho kipengele. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. Hapa ni Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi, wakati alikuwa anazungumza juu ya mchungaji mwema. Lakini kipengele ambacho nataka uone, anasema kondoo wangu waisikia sauti yangu. Tafsiri ya neno kondoo maana yake ni mtu aliyezaliwa mara ya pili au aliokoka. Okay. Kwa nini tunahitaji kusikia sauti ya Mungu? Kwa nini tunatamani kusikia sauti ya Mungu? Mambo kadhaa nataka uone. Moja, tunatamani kusikia sauti ya Mungu kwa sababu ndani ya sauti ya Mungu ndiko kuna maelekezo. Narudia. Tunahitaji kusikia sauti ya Mungu kwa sababu ndani ya sauti ya Mungu ndiko kuna maelekezo. Maana yake hatuwezi kufanikiwa katika maisha yetu ya kiroho ama ya kimwili pasipo kuisikia sauti ya Mungu. Namba 2, tunahitaji kuisikia sauti ya Mungu kwa sababu ndiko kuna fanikisho. Kuna fanikisho. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Uone sababu la sisi kutamani kuisikia sauti ya Mungu. Sura ya 28 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema, itakuwa utakaposikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza na kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Kama unaona kitu pale, kitendo cha kuisikiza sauti ya Mungu inasababisha Mungu akutukuze. Tafsiri ya neno kutukuzwa inamaanisha kuinuliwa ama kutambulishwa. Kitendo cha kuto kusikia sauti ya Mungu inasababisha usitukuzwe. Anasema itakuwa, tafsiri ya neno itakuwa maana yake ni kitu endelevu, sio kitu cha siku moja. Na haisemi itakuwa mtakaposikia, no. Tofautisha wingi. Anasema itakuwa, maana yake ni endelevu, ni kitu kinachoweza kutokea, ya kwamba utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako, sio Mungu wetu, Mungu wako. Kwenye eneo la Mungu kusema, huwa Mungu anasema na kila mtu kwa nafasi yake. Sasa shida ni kwamba Mungu anatumia njia gani kusema na wewe? Hapo ndipo unaweza kuwa uelewa.
Lakini fahamu, Mungu anaweza akasema na wewe kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, kwa njia ya ufunuo, kwa njia ya neno, kwa njia ya watumishi wake. Hatuna njia au formula ambayo tunaweza tukasimamia tukasema hii ndio njia peke yake Mungu anasemea. No, Mungu anaweza kuzungumza kwa njia yoyote aliyokusudia kuzungumzia. Ila kitu kinachomzuia Mungu asiseme mara nyingi na watu ni uhusiano wao na Mungu. Mungu hasemi na mtu kwa sababu ya nafasi aliyonayo. Mungu anasema na mtu kwa sababu ya uhusiano wake na yeye. Tunakwenda pamoja? Ule ushirika ulionao na Mungu ndio unampelekea Mungu aseme na wewe, ndio inakupelekea wewe kusikia sauti ya Mungu. Okay. Ukiangalia kwenye kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari wa 1, anasema tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata isiweze kuokoa. Chini yake anasema wala sikio lake si zito lisisikie, lakini maovu yenu yanaofarakanisha ninyi na Mungu wenu. Kwa hiyo Mungu anaweza kuwa anahitaji kusema na sisi, lakini yamkini kuna kitu kinaweza kuwa ni ukuta kati yetu na Mungu ili Mungu asiseme na sisi. Na saa nyingine Mungu anataka kusema na wewe lakini huna nafasi na Mungu. Yaani Mungu anataka kusema na wewe lakini huna nafasi na nani? Hujampa Mungu nafasi. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 24 ukisoma kuanzia mistari ya 45, maandiko yanasema Isaka akatoka. Utaenda mpaka mstari wa 50 na kitu. Isaka akatoka majira ya jioni, akaenda kondeni kutafakari. Na wakati alipokuwa kondeni akitafakari, maandiko yanasema akainua macho. Alipoinua macho, akamwona mtumishi ambaye baba yake alimtuma kwenda kumwolea binti. Isaka akatoka kwenye kutafakari. Na tunataka uone ni nini pale, kwamba katika nafasi ya kupata nafasi ya kumtafakari Mungu, Mungu anapata nafasi ya kusema na wewe. Lakini kama hutatenga nafasi ya kumtafakari Mungu, pengine toka asubuhi mpaka jioni, na jioni unalala kwa sababu ya shughuli zako, unazamia pengine kwenye mahesabu ama kwenye maisha yako, huwezi kupata nafasi ya kumsikia Mungu. Mungu anasema na wale waliompa nafasi, kwa sababu Mungu husema katika utulivu na katika utaratibu. Kuna mtu tangu aokoke hajawahi kusikia sauti ya Mungu kwenye maisha yake. Yaani kwa sababu Mungu hataki kusema naye, hapana. Mungu yuko tayari kusema naye, lakini wewe hujampa Mungu nafasi aseme na wewe. Sana sema ikiwa utapata neema ya kusikia sauti ya Mungu, katika kule kuisikia nasema ndipo Mungu atakapokutukuza juu ya mataifa. Ndani ya kusikia sauti ya Mungu kuna kutukuzwa. Kiteremko ukitaka kuongeza ule mstari wa 2 nasema na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa kumbe kuna baraka zinatupata kutokana na kuisikia sauti ya Mungu, na kuna baraka zinatukosa kulingana na vile ambavyo hatusikii sauti yake. Kwa lugha nyingine tunasema sauti ya Mungu imebeba baraka ya mtu. Kwa hiyo mtu unapoacha kusikia sauti ya Mungu, maana yake umepishana na baraka iliyoko ndani ya sauti ya Mungu. Kumbuka tulisema sauti ya Mungu ndio imebeba maelekezo, ndio imebeba fanikisho. Sauti ya Mungu ndio imebeba mwelekeo.
Sauti ya Mungu ndio imebeba dira ya maisha ya mtu. Nini Mungu anakuelekeza kufanya kwa mwaka huu? Mungu hushughulika hata na mambo yako ya kawaida, kama uko tayari kusikia sauti yake. Mambo ya kawaida kabisa Mungu anakupangilia. I don't know kama unanielewa ninachosema. Kuna jambo gumu sana Mungu alisema na mimi wiki hii. Nisikilize vizuri. Nilikuwa na shida ya fedha kwa sababu ya hitaji ninalohitaji, na nikamsihi Mungu anipe fedha, na haijachukua siku mbili mtu wa Mungu akanipa fedha. Unajua Mungu ana kunguru. Mungu ana mwanamke wa selekta. Kati ya shida yeye anafungua njia. Alafu ghafla yule mtu aliponipigia simu akaniambia niambie namba ya kukuingizia fedha kiasi fulani. Nikamwambia namba fulani. Lakini wakati nimemwambia namba fulani, nikasikia sauti ya Mungu ndani yangu ikizungumza, hiyo fedha rudisha. Kumbuka na shida ya fedha sio chini ya 1.5 milioni na shida nayo. Halafu nasikia sauti inaniambia rudisha. Alafu ndani ya zile fedha nasikia sauti ya Mungu ikiniambia mwambie akupe 5% hiyo fedha, hizo zingine zote irudi kafanye kazi ya Mungu mahali fulani. Kilichomwambia nipe 5% hiyo fedha, halafu hiyo 5% yote iliyobaki 10 na kitu rudisha ikafanye kazi ya Mungu. Halafu akaniandikia message, sijakuelewa baba. Nikasema nimesema hivi, nipe 5%, 10% na kitu iliyobaki kaifanyia kazi ya Mungu. Unanielewa tusema? Ilikuwa ngumu kwangu kwa sababu nimeomba asubuhi, halafu ilipofika saa 8 ndio Mungu ananijibu. Lakini kumbe ile fedha Mungu alikusudia ije kwangu na iende mahali pengine. Halafu sikiliza, niliposema namna hiyo si kwamba hitaji langu limetatulika. Nimesema namna hiyo halafu hitaji langu liko pale pale limesimama. Mimi nazungumza kutamani kusikia sauti ya Mungu na kuielewa. Ukipishana na sauti ya Mungu unapishana na baraka zako. Na ukishupaza sauti ya Mungu inayozungumza, na saa nyingine unasikia sauti ya Mungu inakwambia fanya kitu fulani, lakini sura yako na akili yako ya kibinadamu inapangilia mambo yako ulivyo na shida, unakataa kufanya. Ngoja nikusaidie ninachotaka niseme. Nilipotii sauti, haijachukua masaa 3 mbele yake nikakutana na mtu mwingine, tukasalimiana, tukaongea uzima. Hajaokoka. Maana yake Mungu ana kunguru. Hata kama kunguru alitumwa, lakini kuna wakati alikutunza Elia. Wakati tunaongea na huyo mtu, nikamwambia tu kikawaida kibinadamu, nina jambo fulani. Halafu akaniambia nisubiri kama dakika moja. Tukapishana, tukaachana. Baada ya muda fulani akanifuata, na nikapata nilichokuwa nataka kirahisi kabisa. Haja ya moyo wangu ilijibiwa kwa kiwango ambacho hata mimi nimeshangaa. Lakini kipimo cha kujibiwa kwa haja ya moyo wangu ni kipimo cha mimi kuitii kwanza sauti ya Mungu. Kwamba fedha ilikuja mikononi mwangu, lakini Mungu ananinyang'anya fedha mikononi mwangu, halafu Mungu ananipa kile chukua anakitaka pasipo kuumia. Sasa unajua kuna watu wengine wanataka niwatafunie sana nini, meza ngumu hivyo hivyo. Anza nikakwambia Mungu amenipa milioni 10, halafu baadaye ukaja ukaniomba, halafu nimeshatumia. Meza hivyo hivyo. Haleluya. Anasema na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Sio tu kukupata, usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kitendo cha kuisikia sauti ya Mungu ni kitendo cha wewe kufuatiliwa na baraka. Angalia kitabu cha Yeremia sura ya 27. Sura ya 7.
sura ile ya 7, kitabu cha Yeremia sura ya 7. Mungu akupe neema 2026 kuisikia sauti yake. Maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Yeremia mlango wa 7 mstari wa 23 anasema, lakini aliwaamuru neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu, mkienenda katika njia ile yote niliyowaamuru mpate kufanikiwa. Unaona, ndani ya kusikiliza sauti ya Mungu kuna nini? Kuna kufanikiwa. Ndani ya kukataa kusikia sauti ya Mungu kuna kutokufanikiwa. Na unajua kuna mentali ambao, kuna kitu ambacho watu wamekijenga kwenye akili zao. Watu wengi wanafikiri sana kufanikiwa ni kuwa na magari, ni kuwa na pesa. No, kufanikiwa ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya gari. Kufanikiwa ni kuona maisha yako hayana mapungufu kila itwapo leo, kiroho na kimwili. Haya mengine ni matokeo ya mafanikio kwako. Sasa anasema, na niwaambia, sikilizeni sauti yangu. Kusikiliza sauti ya Mungu inakupa nafasi ya wewe kutengeneza ushirika na Mungu. Anasema, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Kwa hiyo kitendo cha kuisikia sauti ya Mungu inakupa dhamana, inakupa uhalali wa wewe kuwa wake na yeye kuwa wako. Kiswahili kigumu kidogo. Amarudie. Anasema, lakini aliwaamuru neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Yaani kitendo cha kutaka kusikia sauti ya Mungu inakupa nafasi ya kufanyika wake na Mungu kufanyika wake. Kwa lugha nyingine, Mungu ndani yako nawe ndani ya Mungu. Kitendo cha kutamani kusikiliza sauti ya Mungu kwa lugha nyingine ni kupokea maelekezo, ni kufanya kitu pasipo kumshirikisha Mungu ili usifeli katikati. Nilisoma mwandishi mmoja anaitwa Marko, kitabu chake anaandika, anasema, mtu akitaka kujenga nyumba na hesabu gharama kabla ya kujenga nyumba. Maana yake kuna mahali ukitaka kufika, lazima ndani yako utamani kumsikia Mungu. Kuna vitu vingine unafeli kwenye maisha yako kwa sababu humsikilizi Mungu. Mara nyingi unawaamini na kuwasikiliza watu sana kuliko Mungu. Nasikiliza, katikati ya watu sio wote wanaotaka ufanikiwe. Kuna wengine watasema na wewe kwa sababu ya kukufelisha, lakini Mungu hatawahi kukufelisha kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuisikia sauti ya Mungu katika kila hatua, katika kila jambo unalotaka kulifanya. Umewahi kujiuliza nini kilichompelekea Sauli mpaka anaenda kutafuta mzimu wa Samuel? Alitamani kusikia sauti ya Mungu. Maandiko yanasema wakati Sauli wanataka kwenda vitani na wafalme wengine, kabla ya kwenda vitani, Sauli akawaita watu ili waombe, ili wasikie sauti, je, waende vitani ama wasiende. Maana yake sauti ya Mungu inakupa inakuelekeza kile cha kufanya na kuto kufanya. Saa ingine mambo yako ya kawaida kabisa, inaweza kuwa na mpango mwaka huu kujenga, lakini unasikia sauti ya Mungu inakwambia usijenge mwaka huu, fanya hiki. Lakini ukikutana na marafiki wanakuambia jenga, unachukua kale kamtaji kadogo ulionayo, unaanzisha msingi, inafika tofali la 3, imefeli, biashara imefeli na nyumba imefeli. Sikia sauti ya Mungu inakuelekeza. Saa ingine Mungu anakuelekeza, chukua hiyo fedha, weka kwenye kitu fulani ambayo hicho kitu kitazalisha ili kikuletee faida ya kuendeleza. Fanya kile ulichosikia ndani. Shida kama hujui sauti ya Mungu. Sikiza vizuri. Sauli alipokosa sauti ya Mungu akahangaika kweli.
Baadaye wakaenda kwa mwanamke mmoja ambaye maandiko alikuwa anasema alikuwa na pepo la utambuzi au roho ya utambuzi. Kinachomhangaisha Sauli ni nini? Anatamani kusikia sauti ya Mungu. Amemisi. Umewahi kumisi sauti ya Mungu? Hujamisi. Unatembea tu kama gogo. Nisamehe. How come? Unaishi kwenye wokovu, sikii sauti ya Mungu, sikii Mungu akisema na wewe. Ukiomba alafu naona wiki nzima, mwezi mzima maombi yako ni makavu, lazima ukae chini ujiulize, kwa nini maombi yangu ni makavu? Kuna shida gani? Alafu anza kupambana na vita ya maombi yako kuwa makavu. Mwambie Bwana, nahitaji maombi ya mafuta. Nikiingia kwenye maombi nisikie bubujiko. Haleluya. Usirizike na hali ulio nayo. Alipoenda kwa yule mwanamke mwenye pepo la utambuzi, akamwambia nataka ukazungumze ama ukaombe kwa ajili ya Samueli. Walipofika pale kwenye kaburi, wakaanza kuita. Halafu roho ya mizimu ikavaa mwili wa Samuel, halafu Samuel akajitokeza kwa roho ya mizimu, halafu akazungumza na Samuel. Kitu ambacho Samuel anamuuliza Sauli kwenye roho ya mizimu, anamuuliza unahangaika na nini na kunitafutia nini mimi niliyekufa? Sauli akamwambia kilichonifanya nije kukutafuta ni kwa sababu Mungu asemi siku hizi na mimi. Sauli anaeleza ukweli, anasema ni kwa sababu Mungu asemi siku hizi na mimi. Alafu Samuel anamwambia si kwamba Mungu asemi na wewe, kwa sababu hata wewe umemkataa Mungu. Kwa ulipomkataa Mungu, naye Mungu amekukataa. Kwa hata kunisumbua mimi niliyekufa, nimemaliza zamu yangu. Alafu Samuel akaelekeza ile roho ya mizimu, ikamuelekezea kwamba aende akatengeneze kati yake na Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Tamani kuisikia sauti ya Mungu. Rasha kata ya Masaka. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6. Mstari ule wa 3. Kumbukumbu la Torati, wale ambao wanaandika, sura ya 6 mstari wa 3 unasema, sikia basi Israeli, uangalie kutenda upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyoahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiliza vizuri. Anaposema sikia basi, maana yake kuna kitu unapaswa kuisikia. Kuna sauti unahitajika kuisikia. Ile sauti inakupeleka mahali, anasema hivi, ili upate kufanikiwa, mpate kuongezeka. Kuna maneno mawili pale. Kuna neno kufanikiwa, kuna neno kuongezeka. Sasa kuna watu wengi wamebaki kwenye mafanikio. Mungu akutoe kwenye mafanikio, akupeleke kwenye maongezeko. Naomba nirudie kama hujanielewa. Usibaki kwenye mafanikio, nenda kwenye maongezeko. Katika kitabu cha Joshua maandiko yanasema ndipo utakapostawi, utakapofanikiwa na kustawi. Mungu akupe neema ya kutoka kwenye kufanikiwa uingie kwenye kustawi. Maana wengi wanafanikiwa, lakini si wote wanaostawi. Kustawi ni kuona uendelevu wa kile unachokifanya kinakuwa kinaendelea. Sasa nasema ukiwa utaisikia, kule kusikia kwako kutakupeleka wewe ufanikiwe na hata kuongezeka. Usitamani tu kufanikiwa, lakini tamani kuona unaongezeka. Tamani kuona unakuwa zaidi ya hapo uliko. Tamani kuona kiroho na hata kimwili. Kumbukumbu kitabu cha Kutoka sura ya 15. Kutoka sura ya 15. Kutoka sura ya 15 na mstari ule wa 26. Mstari wa 26. Akamwambia kwamba utasikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako,
na kufanya yaelekee mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri. Ndani ya sauti ya Mungu kuna uponyaji. Amen. Anasema ikiwa utaisikia sauti yangu, sitatia juu yako maradhi niliyowatia Wamisri. Sikiliza vizuri, kwa kuwa mimi ndiye Bwana nikuponyaye. Kwa hiyo umuhimu wa kusikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu imebeba uponyaji, imebeba ulinzi kati yako na roho ya mashambulizi. Oh, Mungu nisaidie. Angalia Mwanzo sura ya 12. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza anasema, Bwana Mungu akamwambia Ibrahim, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakaye kuonesha. Naomba uone hicho kipengele, akamwambia toka. Kwa hiyo kitakachomfanikisha Ibrahimu si kutoka, kitakachomfanikisha ni ile sauti aliyoisikia. Kama ataitio sauti, mafanikio yake hapo. Sikilize, ili nami nitakufanya, mstari wa pili, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe mbarikiwa. Naomba uone hicho kitu kabisa. Anasema nitakufanya kuwa taifa kubwa na kulikuza jina lako. Kumbuka nilikuambia tulipoingia mwaka, ni mwaka wa kubadilishiwa jina. Mungu alikuze jina lako. Kama jina lako lilikuwa chache, Mungu akalikuze jina lako lifahamike. Na litakuzwaje jina lako? Litakuzwa jina lako kupitia mafanikio. Kuna mtu leo hata hajawahi kuwa mjini, hajawahi kwenda mjini, lakini ukitaka kumwelekeza kwenye maduka fulani, ukitaja yale majina, hata kama hajui, akifika stendi akiuliza nielekezeni duka fulani, ni jina limeandikwa tu, anaenda. Kwa nini? Jina lake limekuzwa. So Mungu alikuze jina lako. Na Mungu anapomwambia Ibrahimu nitalikuza jina lako, sikiliza, haikuzi jina la Ibrahimu, no. Mungu atalikuza jina la Ibrahimu kupitia watoto wake. Hata kama Ibrahimu atakufa kabla jina halijakuzwa, lakini Mungu atalikuza jina kupitia watoto wake. Na ndivyo Mungu alivyofanya. Lakini maombi yangu, jina lako lisikuzwe tu kupitia watoto, lakini likuzwe kupitia wewe mwenyewe. Tunakwenda pamoja. Oh my God, Mungu nisaidie watu wakuelewe. Katika kusikia sauti ya Mungu kuna jina lako kukuzwa. Lakini usiposikia sauti ya Mungu, jina lako halitakuzwa, litabaki pale pale. Ibrahimu alipoisikia sauti ya Mungu na akatenda sawasawa na sauti ya Mungu, maisha yake yalibadilika. Hebu teremka chini ile sura ya 13. Angalia ile sura ya 13 mstari wa 14. Mwanzo sura ya 13 mstari wa 14. Anasema, Bwana akamwambia Abraham alipokusha kutengana na Lutu, inua sasa. Hiyo ni sauti ya Mungu. Akamwambia alipokusha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Sasa kitu ambacho nataka nikuonyesha hapa ni nini? Wakati ugomvi ulipotokea kati ya Lutu na Ibrahimu alimwambia Lutu, kwa sababu anajua Lutu hana sababu ya kusikia sauti ya Mungu, kwa sababu Lutu hakutoka kwa sauti ya Mungu kutoka nchi yake, alitoka kwa sababu ya mkumbo. Lakini Ibrahimu alitoka kwa sauti ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo kila anachokifanya lazima atake kusikia sauti ya Mungu. Sio kama unaniwachosema. Ni biashara unataka kuanzisha, naomba umshirikishe Mungu. Sikia sauti yake, ili katikati ya kukwama umwambie Baba, hapa nimekwama. Si kwamba kwa sababu nimetoka kwa Mungu hukwama.
Inaweza kabisa Mungu akasema na wewe 100%, lakini la Mungu pia lina vita. Kwa hiyo kukwama haimaanishi Mungu hajasema na wewe. Lakini kiu yangu ni nini? Unapomshirikisha Mungu na kumsikia Mungu jambo lolote, inapotokea vita katikati hilo jambo, unapakugeukia na kumwambia Baba, angalia hili, wakati nalianza nalikushirikisha, nalisikia sauti yako, haya yametokea, unasema nini katika haya? Lazima Mungu atakupa mwelekeo, lazima Mungu atakupa mahali pengine pa kugeukia. Tunakwenda pamoja. Lengo langu la kutamani kusikia sauti ya Mungu ni kwamba usifanye kitu pasipo kusikia msukumo wa kimungu ndani yako, utakwama. Siku moja nilikwambia, miaka ya nyuma kabisa, kama 23-24 iliyopita, 22, hapo ndiko Mungu alipoanza kunifundisha juu ya kumsikia. Nilimchukua mtoto tukampeleka shule fulani, akasoma, lakini shida ikaanza kutokea. Na kwa sababu mimi ni mtu wa rohoni, mama yake alitumia fimbo na mimi nikatumia maneno, lakini nikafika mahali nikasikia sauti inanirudisha magoti. Nikasema, Mungu, kwa nini mtoto wangu anapata shida shule? Alafu nikasikia sauti inayoniambia, wakati unampeleka hukunishirikisha, ulitembea na sifa ya shule. Hivyo tu. Sasa nikawa natengeneza mazingira ya kusema na mama yao, kwa sababu yeye hajasikia sauti, aliyesikia ni mimi. Nikasema, kama ni wewe, ninaomba useme na yeye. Alafu ghafla siku moja akasema, hivi wakati tumemchukua mtoto tukampeleka shule fulani, tulimshirikisha Mungu? Nikasema, hata mimi sijui. Alafu akaanza kusema mmoja, hayamkini anayetokea ni kwa sababu hii. Alafu nikapata nafasi ya kuzungumza, nikasema, hata mimi Mungu aliniambia kwamba yanayotokea ni kwa sababu tumempeleka pasipo yeye. Sisi tuliangalia sifa zingi ambazo tunazihitaji, tulilipa gharama kumtoa pale, na baada ya kutoa pale Mungu alifanya kitu kingine tofauti na tulivyokuwa tunafikiri. Kwa hiyo saa nyingine inaweza kuwa ni jambo lako la kawaida, lakini shida inaweza ikatokea. Saa nyingine umeenda kama watu wanavyoenda, umeenda kwa sababu marafiki wanafanya, umefuata mkubwa. Naomba kama mtu wa rohoni, tamani kuisikia sauti ya Mungu, hutakwama. Pengine unielewe ninachosema, lakini kuna mambo umekwama kwa sababu kumshirikisha Mungu. Umeshirikisha mashoga zako, marafiki zako ambao ndio unawaamini kuliko Mungu. Sijakataa, lakini tafuta kwanza nafasi ya Mungu juu ya jambo unalotaka kulifanya. Saa nyingine kuna maamuzi unataka kuyafanya, mshirikishe Mungu juu ya yale maamuzi, kwamba Mungu, kuna maamuzi nataka niyafanye. Sijui kama ninachosema. Nakumbuka kuna wakati moja tulipelekwa mahali tulikuwa tunataka kiwanja. Ni pazuri. Kwa watu ambao wanajua maana yale, ni pazuri wapendwa. Nikasikia huku ndani, huza chochote ulicho nacho ununue. Na tukatamani. Alafu tukaongea na yule ndugu, tukamwambia siku fulani tutakuja. Ni pakubwa, ni pazuri. Usiku nilipolala nikasikia sauti, alafu nikaoneshwa kile kiwanja kimezungushwa ukuta mkubwa, alafu ule ukuta una miba, alafu ina vichwa vya masimba vinachungulia. Sasa mimi sikuamka kuanza kuvunja wale misimba. No. Nikauliza sauti ni ya nini na kwa nini naonyesha hiki kitu? Mungu akaniambia, msitamalaki kununua hiyo shamba. Achana nayo. Ilikuwa pesa ndogo na ni nzuri. Sio kama neno nachosema. Sasa nitamwambiaje yule ndugu na nimemwaminisha na hajaokoka? Nitamwambia Mungu amekataa na ajua habari ya Mungu? Nilichoomba nikasema, Mungu, ninaomba ufungue mlango wa mtu mwingine kununua mbele yangu, ili mimi nisikie kauli kwa yule ndugu ya kwamba umechelewa na mtu mwingine namna tu ya kuamua kwa hiki. Kabla ile siku ambayo tumeahidiana, mimi nakueleza ni wapi usitake kujua. Kabla ile siku ambayo tumeahidiana, yule ndugu akanifuata akaniambia, naona ile biashara